Dizonga. We Dizonga. Naam. Basi kama kawaida yako, nguo mbili unataka usaidiwe. Naomba uniambie hizi kondomu za nani? Nimekumbuka. Unayo nguo ulofua? Hiyo nguo ilikuja kuniazima jamaa mmoja anaitwa Kiulizo. Bwana Dizonga, mimi nguo yako nimeipenda. Nataka niende nayo mahali, ndo nikamgia. Sasa kama umeikuta na kondomu, basi Kiulizo alienda guest. Kondomu sio zangu hizo. Hebu acha kunidanganya. Hizi kondomu zinakaaga 3. Na hizi zimebaki 2. Moja iko wapi? Mbona unashindwa kunielewa mke wangu? Nimeshakwambia hiyo nguo mimi nilimwazima mtu. Labda alipoenda ndo akaenda guest kaisahau, na mimi toka aliporudi sijaikagua. Kwa mimi hizo kondomu sio zangu. Naomba uniambie hizo kondomu za nani? Sasa mke wangu unaelewa kabisa. Mimi mzo wa masaa 3. Sasa mimi nakuplay lisali moja kabisa. Mimi hizo kondomu sio zangu. Nimeshakwambia za Kiulizo. Sasa mimi najua nini hapa? Dizonga, unaanza kunipanda kichwani. Unanipanda kichwani, si ndio? Kwa nini mimi ni mjinga sana? Nisikilize sasa. Leo sitokuja tena kufua nguo zako. Na huyo mshenzi mwenzio nikimjua hata ujua upande wangu wa pili. Pumbavu wewe. Kweli unaitwa mbamba wa reli la treni inapita. Sasa mimi ni sawa vipi? Shakwa noma hii. Nenda. Kwa hiyo nimeje kunizalisha sivyo? Nimezalisha na mimi mke wangu. Hizo vitu wewe ndio unaishi na mwanamke. Nimekuuliza unaishi na nani na haukunijibu. Unanifanya mimi nimjinge. Mama nisikilize. Hiyo ni kitu kimetokea. Ndio tukae tuzungumze tuongee ishi. Kwa hiyo unajua kabisa unachokifanya. Itatokea na tutaka sisi tutaongea sio? Hapana mke wangu sio hivyo. Tafadhali mbona ni ndugu yangu, mimi hapa na mtihani mzito sana. Yaani nashindwa kabisa namna gani ya kuweza kuutatua. Ni mtihani gani huo ndugu yangu? Mke wangu ana changamoto sana. Yaani mpaka nashindwa namna gani ya kuweza kuzitatua hizo changamoto zake. Kila siku kero ni yeye. Yaani anataka kila siku ni sex night. Kila siku tufanye show. Sasa mimi nikirudi kazini nachoka. Nashindwa hata kufanya hilo tendo la ndoa. Sasa mbona kama mtihani sana ndugu yangu? Ina maana unamaanisha kuwa hajui nyakati za tendo au? Kwa sababu kuna wakati mtu mwili ukiwa umechoka unakuwa hautamani kile kitu. Ina maana unataka kuniambia yeye huwa ana force kwa muda wote, si ndio? Yaani kila siku unavyojua wewe. Yaani nikitoka kazini nikirudi nyumbani nipige show. Nikilala usiku aniamshe nipige show. Nikiondoka asubuhi tena hivyo. Sasa nashinda mimi. Mimi siwezi kuishi na mwanamke design kama hii. Labda nikwambie ndugu yangu. Itabidi umsome sana mtu wako. Ili isije kukuletea shida baadaye, kwa sababu ukishindwa kutimiza majukumu yako wewe kama mume, basi atakutafutia mtu ambaye anaweza kukusaidia hayo majukumu. Na hapo tatizo ndio linapoanzia. Nimekuelewa kaka. Nitalifanyia kazi. Mimi nadhani kama umenielewa itakuwa jambo zuri sana. Ifanyie kazi ili isije kuleta shida kwenye ndoa yako. Mzugu, mimi nadhani imetosha. Leo nimeamua kuwa serious. Ni hivi, zile siku ambazo nimekupa zile siku 2. Nilikuahidi hapa, nikamwambia bwana siku 2 zinakutosha. Zimeisha. Kaka naomba uende. Yaani kwa hiyo kumbe Chadi kweli unaamua kunifukuza nyumbani kwako. Hebu bwana, mimi mwanaume mwenzako bwana. Naopitia mimi naogopa nikenda kule nitanyonga mtu, nitaua mtu. Nitakuja kufia gerezani. Basi jaribu kuelewa kwamba huyu mtu kuna shari anaepusha. Chakula niambia tena hapa una. Yaani imetosha, imeshafikia mwisho. Kwa sababu mimi vipengele vyangu vingi kibona vikanseli kwa ajili yako. Yaani unaona kama 3 hivi.
nimepostpone kwa ajili yako wewe kukuhifadhi mwanangu. Kweli nimekustiri muda mrefu na unasema wanaume tusaidiane, lakini hapa tulipofikia mzee, enough is enough. Inatosha kaka. Wewe nenda, rudi nyumbani kwako. Kwani kitu gani ambacho hakina mwisho? Yani hizo feeling gani ambazo sio ndio kusema ndio temper ya muda mrefu kiasi ni temper gani hiyo mjomba? Imetosha kaka. Wewe nenda nyumbani kwako na mimi nibaki nyumbani kwangu, niishi maisha yangu, kesho maisha yako. Hata kama ni msaada basi hebu usaidika. Kwa vile umeamua hivyo na wewe unataka mimi niingie hatiani, unataka mimi niende jela, mimi nitaenda jela kwa sababu sio ninachokitaka, niwacha niende. Kisha nitokea huko ndio iko. Wewe ndo bwana Mzugu bwana. Lama kama binadamu. Wewe kuwa ukubwa huo unashinda kucontrol hisia zako, kucontrol hasira zako. Kwa sababu eti nitaua sio niende kaozee jela sio kitu gani? Nenda kaozee, si unachokitaka? Alafu kuna manyapala huko. Ndio. Maya, mimi nimeshakwambia. Zingatia kile ambacho nilichokwambia. Chumba kinabidi kipatikane. Bila hivyo mimi siwezi nikaja. Yaani nilale hapo hapo na mumeo ananiona hata kama tunacheza game bwana, sio vizuri. Nilishakwambia mimi mumeo namheshimu. Kwa hiyo wewe fanya process tupate chumba kisha mambo mengine yaende. Mimi nitafanya tu kama nina wake wawili. Nitalala huko na nitalala chumbani kwangu. Kwa hiyo nitaweka zamzam. Maya, wewe elewa hivyo. Sasa kama hilo swala la chumba limekuwa hivyo na lilikuwa tumeshalipanga siku nyingi, mpaka leo lijatimia, hayo masuala mengine kweli yataweza kutimia? Kwa hiyo nikupe siku 2. Sidhani kama hizo siku 2 unaweza ukatoboa, na kuongezea wiki 2 zingine. Sawa, wewe hakikisha kwanza unatimiza tupate hicho chumba ili tuweze kufanya mambo yetu kwa uhuru. Kwa sababu hata ukiwa unaaga unasema naenda kwa ndugu yangu, naenda kwa kaka, anakuwa muelewa. Lakini hivyo ambavyo unapokuwa unatoka yeye mwenyewe anahisi unakuwa unafanya vitu vibaya. Lakini ukiwa unaaga unasema naenda kwa ndugu yangu, naenda kwa kaka, anakuwa ni muelewa. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Wewe fanya kwanza mchakato tupate chumba hicho. Sawa, tutaona kama kweli itakuwa hivyo. Haya poa. Karibu mwanangu. Asante mwanangu. Vipi kutoka kwako? Umefanikiwa? Nilipotoka nimefanikiwa, lakini kuna changamoto. Changamoto tena mwanangu? Changamoto gani? Kwenye ile kampuni wameniambia wamenitafutia makazi ambayo itanibidi niishi kule, so sitaweza tena kuishi hapa. Mwanangu, kumbe unaniacha nenda kuishi mjini? Ndio mke wangu. Mwanangu, Mungu niahidi. Mungu niahidi kama hautoniacha. Mungu niahidi kama nitakuwa mimi peke yangu kwenye moyo wako. Mungu tuweke hata kiapo. Najua unaenda mjini, kuna wanawake wengi, kuna vishawishi vingi mjini. Mume wangu, naomba niahidi chochote, naomba niahidi. Nakuahidi mke wangu, nakupenda katika siku zote za maisha yangu, na sitaka nije nikusaliti, kwa sababu unajua vizuri sana kuwa nakupenda. Kwa hivyo naomba uwe imani yako iweke. Mimi unaniona hapa, basi ndio huyo ambaye nitaenda kwa huko. Mume wangu, na mimi nitakulindia tunda lako,
Nitakuwaza, nitakumisi. Mume wangu, tangu nimerudi nina siku ya pili sasa, lakini hatujapata hata muda wa kuzungumza, na kila nikikuangalia sikuelewi kabisa. Unapitia changamoto gani? Hamna changamoto yoyote, ni mambo ya kiofisi. Kama ni mambo ya kiofisi, mimi nina experience nayo. Unaweza kunishirikisha, labda huenda ngakushauri chochote. Kuna vitu vingine huwa vishauriki mke wangu, so ni vyema ukachana navyo tu. Babe, ni vitu gani hivyo ambavyo vishauriki? Na kama ni masuala ya kazi, jitahidi basi kuwa sawa, kwa sababu unapokuwa kwenye hali kama hiyo unanichanganya hata mimi, nakosa raha. Sijui tunapitia nini. Sawa, nimekuelewa. Usijali. Na vipi huko nyumbani? Nyumbani wazima, wanakusalimia. Wako zangu hawajambo? Hawajambo. Umeniletea zawadi gani? Zawadi zipo, ndio usijali. Nimefurahi sana kukuona mke wangu. Ila nilikumisi sana. Ndio kuoga kwa tayari. Twende ukaoge. Sawa. Ehe. Wapi? Wapi hiyo vipi? Naenda kwenye shule ya rafiki yangu. Sawa, unaenda kwenye shule ya rafiki yako. Umemwaga nani? Ndio unachomaanisha. Sasa kuaga inahusiana na vipi? Kwani wewe nilichokuambia hujakielewa? Naenda kwenye shule ya rafiki yangu. Ulikuwa upo, ningekuagaje sasa? Hivyo unajizima data eh? Kuna muda akili zako hazifanyi kazi, ila kazi inafanya akili, si ndio? Hivi yani unasahau kwa sometime kwa mimi ni mume wako na inabidi nijue kila sehemu unayoenda. Lakini wewe unaamua tu kurupukurupu, wewe unaenda kwenye shughuli. Shughuli inakusaidia wichi. Hivi kwa nini unashindwa kutumia akili wewe? Sasa labda nikwambie hivi. Mimi kama baba wa familia hii au mume wako ndani. Yaani hilo jambo halitowezekana. Yaani hapa ndo ninavyokuambia ndo natoka. Naenda huko kujibaruza.